katika eneo hilo, basi wajue kwa yakini kuwa watakabiliwa na jibu la vikosi vyetu vyenye nguvu. Kamandi hiyo imesisitiza kuwa jeshi la Iran hivi sasa lina nguvu na lipo tayari kwa kiasi kikubwa kuliko hapo awali katika kulinda mamlaka ya taifa, mipaka ya ardhi na bahari pamoja na maslahi ya kitaifa. Aidha, kamandi hiyo imeikumbusha Washington kuwa baadhi ya vitengo vya jeshi la Marekani tayari vilishuhudia uwezo wa mashambulizi wa Iran wakati wa hujuma ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran iliyoanza tarehe 28 Februari. Taarifa hiyo pia imebaini azma ya Iran kuendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya adui katika eneo la Asia Magharibi, huku ikiendelea kudhibiti kikamilifu mkondo wa kimkakati wa lango la bahari la Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati pamoja na biashara ya kimataifa. Katika sehemu nyingine, taarifa hiyo imeongeza kuwa tuko tayari na tuna azma thabiti ya kuwasababishia hasara kubwa zaidi wavamizi wa Kimarekani na wa Kizayuni kwa maana Israel iwapo kutatokea uvunjaji wowote mpya. Mvutano unazidi kuongezeka kufuatia kile kinachotajwa kuwa ni mzingiro wa baharini unaotekelezwa na Marekani dhidi ya bandari na meli za Iran, pamoja na juhudi za Marekani za kuondoa mabomu ya baharini katika lango la bahari la Hormuz. Maafisa wa Iran wamesema kuwa mzingiro huo ni kinyume cha sheria za kimataifa na ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa tarehe 8 Aprili na ambayo baadaye yaliongezwa kwa uamuzi wa upande mmoja wa rais wa Marekani Donald Trump saa chache kabla ya muda wake kuisha mnamo tarehe 22 Aprili. Iran imesisitiza kuwa haitokubali masharti ya kulazimishwa kutoka kwa Marekani na kwamba haitashiriki mazungumzo yoyote chini ya kivuli cha vitisho. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema ikiwa Marekani itataka mazungumzo, wa Iran wapo tayari kwa ajili ya hilo, lakini ikiwa itataka vita, wa Iran wapo tayari kwa ajili ya vita. Hii inadhihirisha kwamba wa Iran wamejipanga kwa ajili ya mapambano wakati wote. Rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa amekuwa akionyesha vitisho, huku akisema kwamba wa Iran ikiwa wapo tayari kwa ajili ya mazungumzo watapiga simu nchini Marekani ili wa Marekani wajiandae kwa ajili ya mazungumzo. Mazungumzo ambayo yalitarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi yalisitishwa baada ya rais wa Marekani Donald Trump wazuia akina Witkoff na mkwewe Jared Kushner kutoelekea nchini Pakistan, na ni kwa sababu Iran haikuwa tayari kwa ajili ya mazungumzo hayo, huku wa Iran wakisema kwamba wao wapo kwa ajili ya mazungumzo na Pakistan na wamepeleka ujumbe wao ambao utawafikia wa Marekani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia